Oh my God. Opa. في لوت. Nein, look. Iran imeanzisha mashambulizi makubwa ya makombora ya masafa marefu dhidi ya Israel Ijumaa usiku, hatua inayozidisha kwa kiwango kikubwa mzozo unaoendelea kati ya mataifa haya mawili. Tehran imetangaza shambulio hilo kuwa mwanzo wa jibu lake la maangamizi kufuatia mashambulizi ya anga ya Israel yaliyofanyika mapema Ijumaa hii dhidi ya miundombinu ya nyuklia na kijeshi ya Iran. Mashambulizi hayo yamesababisha hofu kubwa nchini Israel, huku milipuko ikitikisa Tel Aviv na Jerusalem na raia kukimbilia katika maeneo ya kujihifadhi, huku ving'ora vikilia kwa nguvu. Kwa mujibu wa shirika la habari la serikali la Iran IRNA, mamia ya makombora ya aina mbalimbali ya masafa marefu yalirushwa kuelekea Israel katika kile Tehran ilichokiita jibu la wazi na kali kwa mashambulizi ya kinyama ya utawala wa Kizayuni. Mashambulizi hayo yalifuatia operesheni ya mapema ya Israel dhidi ya kituo cha nyuklia cha Natanz na shabaha zingine za kijeshi ambayo maafisa wa Israel walidai kuwa yameathiri kwa kiasi kikubwa mpango wa Iran wa kutengeneza silaha za nyuklia. Hata hivyo, Iran ilijibu kwa haraka na kwa nguvu kubwa, ikimimina makombora katika ardhi ya Israel kwa mawimbi kadhaa mfululizo. Katika jiji la Tel Aviv, balozi wa zamani wa Israel nchini Marekani Michael Oren alielezea ukubwa wa mashambulizi hayo, akieleza kuwa familia yake ililazimika kujificha kwenye chumba maalumu cha usalama. Jengo lilitetemeka kwa kiwango kikubwa dakika chache zilizopita, Oren ameiambia CNN. Aliisifu mifumo ya ulinzi wa anga ya Israel Iron Dome kwa kudhibiti makombora mengi yaliyokuwa yanaelekezwa Israel, akisema kama Iran imerusha makombora 100 na kati ya 5 hadi 7 tu yamepiga, hilo ni jambo la kawaida kwa mfumo wetu. Pamoja na mafanikio ya mfumo huo, baadhi ya makombora yamefanikiwa kupenya, huku video zikionyesha makombora yakipita juu ya anga ya Tel Aviv na moshi ukifuka kutoka maeneo yaliyopigwa. Jeshi la ulinzi la Israel IDF limethibitisha kuwa mashambulizi bado yanaendelea, huku wimbi la pili la makombora kadhaa zaidi likirushwa Ijumaa usiku. Milipuko ninayoisikia ni kutokana na makombora yaliyodunguliwa hewani au yaliyodondoka, msemaji wa IDF alisema, akiwataka raia waendelee kukaa kwenye maeneo salama ya kujihifadhi. IDF imeripoti kuwa mifumo ya ulinzi wake wa anga, ikiwa ni pamoja na Iron Dome, inafanya kazi ya kupambana na vitisho hivyo, japokuwa baadhi ya makombora yameathiri maeneo ya kiraia. Katika moja ya jamii za Tel Aviv, polisi wa Israel wameripoti uharibifu wa mali, lakini hakuna majeruhi waliothibitishwa mara moja. Maafisa wa polisi na vikosi vya kutegua mabomu wanaendelea kulinda maeneo ya athari, msemaji wa polisi alisema. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran pia vimedai kuwa ndege 2 za kivita za Israel ziliangushwa katika anga ya Iran wakati wa mashambulizi hayo ya kulipiza kisasi. Mfululizo huu wa mashambulizi ulifuatia shambulio la mapema la Israel dhidi ya Natanz, kituo kikuu cha urutubishaji wa uranium cha Iran, ambalo maafisa wa Israel walilitaja kuwa ni hatua ya kujikinga ili kuzuia Iran kufikia uwezo wa kutengeneza silaha za nyuklia. Mashambulizi hayo pia yaliwaua makamanda waandamizi wa kijeshi na wanasayansi wa nyuklia wa Iran. Attention! Your potential customers are watching this video.